Hussein Abdurrahmani mwenye umri wa miaka 19 huja kwenye duka hili la mchinjaji kila siku kununua kilo 8 hadi 10 za nyama kwa ajili ya wanyama wanaozurura mjini Mogadishu. Ni mtu mzuri sana. Ni jambo zuri kuonyesha huruma na wema kwa wale ambao hawawezi kumudu maisha. Anastahili kuungwa mkono kwa jitihada hizi. Takriban 70% ya Wasomali wanaishi katika hali ya umaskini na kufanya iwe changamoto kwa wengi kumudu chakula kwa familia zao, bila kusahau wanyama wanaoishi nao nyumbani. Abdurrahman amekuja kuziba pengo hili. Lengo langu ni rahisi: kueneza upendo na wema katika jamii nzima, sio tu kwa ajili ya wanyama, ni kwa ajili pia ya kufika kwenye kila kona ya jamii yetu, kutoka kwa wanadamu hadi kwa wanyama, kwa kuonyesha huruma. Hakuna idadi rasmi ya wanyama wanaozurura katika mitaa ya Mogadishu, lakini ni sehemu ya hali halisi mjini humo. Kulisha wanyama kunahitaji muda na pesa. Abdurrahman ambaye anafanya kazi katika duka la bidhaa anatumia sehemu kubwa ya mapato yake duni kwa kazi hiyo. Aliiga mfano wa huruma kutoka kwa babu yake ambaye pia alikuwa akilisha wanyama wanaozurura. Ukitumia pesa yako kutenda wema, bila shaka utapata malipo zaidi, na mbegu nzuri ulizopanda tayari zimeandikwa na malaika. Kila siku Abdurrahman analisha mbwa 20 na paka 20 pamoja na baadhi ya ndege. Wanyama hao wanamtambua na kumkimbilia. Saidi Hamud ni jirani wa Abdurrahman. Kama Wasomali wote wangekuwa kama yeye, tungeishi katika nchi bora zaidi. Namhimiza kila mmoja katika jamii na nchini Somalia kwa ujumla kuunga mkono watu kama Abdurrahman, kwa sababu wanaeneza upendo na wema. Somalia haina shirika linalohudumia wanyama kwa kujitolea kwa mahitaji ya wanyama wanaozurura mitaani, na nchi haina sera thabiti ya kulinda wanyama hao. Abdurrahman, baba mwenye fahari kwa paka 3, analenga kushughulikia swala hilo kwa kuunda shirika la kusaidia wanyama wanaozurura mitaani na kuongeza juhudi zake kote nchini. Patrick Nduimana, VOA, Washington.